Kazi ni ibada. Ewe mtumishi wangu. Watu bora kabisa kuliko wote ni wale ambao hupata riziki kwa kazi zao na kutumia juu yao wenyewe na juu ya ndugu zao kwa upendo wa Mungu, Bwana wa malimwengu yote. Imeamriwa kwa kila mmoja wenu kujishughulisha katika aina fulani ya kazi, kama vile ufundi, biashara na kadhalika. Tumetukuza kwa neema shughuli yenu katika kazi kama hizo kwa daraja la ibada kwa Mungu, mmoja wa kweli. Fikirini sana mioyoni mwenu neema na baraka za Mungu na toeni shukrani kwake jioni na alfajiri. Msipoteze wakati wenu katika uvivu na uzembe. Jishughulisheni na kile kiwafaacho ninyi wenyewe na wengine. Watu wadharauliwao kabisa machoni pa Mungu ni wale ambao hukaa kitako bure na kuombaomba. Shikilieni imara kwenye ugwe wa manufaa ya kimwili, mkiweka imani yenu yote kwa Mungu, mjalia njia zote. Mali kama ile aipatayo kupitia kazi ya ufundi au weledi ni njema na hustahili sifa kwa maoni ya watu wenye hekima, na hasa katika macho ya watumishi ambao wamejifunga wenyewe katika uelimishaji wa ulimwengu na katika unufaishaji wa watu wake. Baha'u'llah. Utajiri hustahili sifa katika kiwango cha juu kabisa, kama unapatikana kwa jitihada za mtu mwenyewe na kwa rehema ya Mungu, katika biashara, kilimo, sanaa na kiwanda, na kama ukitumiwa kwa madhumuni ya ufadhili. Juu ya yote, kama mtu mwenye busara na mbunifu angeanzisha shughuli ambazo zingetajirisha watu wengi, hakuna shughuli kuu zaidi kuliko hii, na ingehesabiwa mbele ya macho ya Mungu kama mafanikio makubwa kabisa. Kwa kuwa mfadhili kama huyo angekidhi mahitaji na kuhakikisha faraja na hali njema ya umati mkubwa. Abdul Ba. Tukirejea kwenye amri ya Baha'u'llah kuhusu waumini kujishughulisha katika aina yoyote ya kazi, mafundisho hutilia mkazo kabisa juu ya jambo hili. Hasa maelezo katika Aqdas kwa maana hii ambayo hueleza wazi kabisa kwamba watu wavivu ambao hawana shauku kufanya kazi hawawezi kuwa na mahali katika utaratibu mpya wa ulimwengu. Ni wajibu wa wale ambao ni wasimamizi wa shughuli za jamii kumpa kila mtu nafasi ya kujipatia taaluma katika aina fulani ya kazi, na pia njia za kutumia uwezo kama huo kwa ajili yake mwenyewe, hali kadhalika kwa ajili ya kujipatia njia za riziki. Urithi wa mali sio kigezo kwa mtu yeyote kutofanya kazi ya kila siku. Shoghi Effendi.